Wanamuita hasa ya Muhammad adrikni, ya Rasulullah adrikni, na wengine ya Ali adrikni, na wengine. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. قال جل شأنه في محكم تنزيله: والعاقبة للمتقين. Ndugu zangu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla jalaluhu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni masikitiko yasiyokuwa na mwisho siku ambayo wanadamu watakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akute yale ambayo hakuyatarajia yeye kwamba atakutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla sha'nuhu: وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Yatawadhihirikia watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hawakuwa wao wakitaraji kwamba watakutana nayo mbele ya Allah. Katika maisha ya kidunia walikuwa wanaishi kwa matumaini makubwa sana kwamba wao ni minal faizin, lakini kumbe uhakika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala unawafahamu vingine watu hawa. Unawafahamu kuwa wao ni waovu, unawafahamu kuwa wao ni wenye majivuno, unawafahamu kuwa wao ni wenye viburi. Haijalishi viburi hivyo ni kwa sababu ya mali au kwa sababu ya elimu au kwa sababu ya kabila au kwa sababu ya cheo, lakini ni kibri kilichojaa katika moyo wa mtu. Viburi hivi miongoni mwa hasara zake ni kuyafanya matendo anayoyatenda mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hayana kima chochote. Atakayejinyanyua katika ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala atamweka chini yaumul qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Hiyo nyumba ya akhera hiyo ambayo watu watakwenda kuishi kwa neema zisizokuwa na kifani, naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi, tunaijalia au tutaijalia kwa wale ambao hawataki ukubwa katika ardhi,
hawataki kujikweza katika ardhi, hawataki majivuno katika ardhi, wala fasada, wala hawataki kufanya ufisadi katika ardhi. Wala aqibatu lilmuttaqin, au kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho mwema unarudi kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, huu utangulizi unakusudia kulenga kuifahamisha akili ya Muislamu juu ya mzunguko wa ibada ambazo zinapita katika maisha yake, kisha akaziona kuwa ni ibada ambazo tayari zishamvusha katika moto wa Jahannam na zishamuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi sasa tunaishi katika mwezi wa Shaaban, na baada ya muda mchache tutaingia katika mwezi wa Ramadhani, na Ramadhani itakwisha, na baada ya mwaka kama tutakuwa hai tutakumbushana tena maneno kama haya baada ya mwaka kupita, kama ambavyo yalisemwa maneno kama haya mwaka uliopita nyuma ulipofika mwezi kama huu wa Shaaban. Na tushafanya tuliyoyafanya, tayari tunataraji kwenda mbele ya Allah kukutana naye, hali ya kuwa mizani zetu zimejaa mazuri tunayoyatarajia, lakini tathmini inaonyesha ya kwamba funga zetu, Ramadhani zetu hazijatutoa katika steji moja kutupeleka katika steji nyingine. Kuanzia wazungumzaji mpaka wasikilizaji vile vile, wema hauongezeki katika jamii, bali maovu yanakithiri katika jamii. Wako wapi wafungaji wa Ramadhani ambao kule kufunga kwao itarajiwe kuongezeka kwa uchamungu? Wako wapi? Mbona kila siku zinavyokwenda mbele uchamungu hauongezeki? Hili ni jambo linalofanya mwanadamu mwenye akili timamu aweke tanbihi kubwa katika akili yake, isije ikafika siku mbele ya Allah ikamthibitikia kauli ya Allah, wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, yakenda yakawadhihirikia watu mbele ya Allah mambo ambayo hawakuwa wakitaraji, kwamba kumbe uhakika ndio huu, funga zetu hazikusaidia kitu. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ndiyo baadhi ya watu wanajiandaa kudhulumu, ndiyo wanajiandaa kufanya ghishi katika biashara, ndiyo watawavisha watoto wao nguo za sikukuu kwa pesa walizozichuma kwa hadaa, ndiyo watapeleka futari zao katika majumba yao, wanenepeshe miili ya wake zao na watoto wao kwa machumo ya haramu. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت, haitoingia peponi nyama yoyote iliyoota, iliyokuwa, iliyoongezeka katika mwili wa mwanadamu kutokana na kitu cha haramu kilichoingia katika mwili ule. Yani mtu huyo amekula kitu cha haramu kikapelekea kanona, mashavu ya kafura, mwili ukaongezeka, ananenepa, anajaa tu na kitambi kinakuja juu, lakini chumo ni la haramu. Mtume kasema nyama ile, asilimia ile itakayoongezeka katika mwili wake kwa sababu ya rushwa, kwa sababu ya chumo la uongo, kwa sababu ya chumo la dhuluma, kwa sababu ya hadaa, kwa sababu ya ghishi katika biashara na mengineo, hendi peponi mtu huyu. Na ubaya wa mambo haya yanafanyika katika mwezi wa Ramadhani, na mwisho wake hufanyika majivuno. Kwa wale wanaoyafanya hayo, huwa na majivuno kwamba ujanja umemfanya ikimaliza Ramadhani amekusha kusanya kitu kikubwa sana, na awaone wengine wote si wajanja, na maneno ya kejeli. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi mazito kwa watu kama hao. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuchorea mistari miwili katika Qur'an. Lau kama tutaizingatia mistari miwili hii, itabadilisha mifumo ya maisha yetu. Tatizo
Wanadamu wamejaza dunia kwenye akili zao, kwenye matumbo yao, kwenye kila kitu chao. Ndiyo maana hatufanikiwi kwenye mambo ya dini. Hili ndio tatizo. Lakini uhalisia wa hii dunia, aliyeyumba anaizungumza vipi? Asa huenda Ramadhani zetu zisiharibike kwa sababu ya dunia. Hebu tumsikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje katika kitabu chake kitukufu. Anasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Almalu walbanuna zinatul hayati ad-dunya walbaqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sisi tunaharibu amali zetu kwa sababu ya dunia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kubashiri hali ya mwanadamu. Lau anna libni adama wadiyan min dhahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan, lau mwanadamu angelipewa bonde zima, jangwa zima liwe limejaa dhahabu, aambiwe hili ni lako wewe, asiposema na moyo wake na kutosheka na kile, latamanna an yakuna lahu wadiyani, wallahi atatamani mwanadamu huyu awe na mabonde mawili. Moja lile halimtoshi, bonde zima, jangwa zima limejaa dhahabu zake yeye, atatamani awe nayo mawili. Na maana yake akiwa na mawili atatamani matatu, akiwa na matatu atatamani manne. Hivyo hivyo Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, walan yamla afahu illa turab, hakuna kitakachojaza kinywa cha mwanadamu huyu isipokuwa mchanga kaburini atakapozikwa. Huo ndo utamtosha, lakini duniani hakumtosha. Hiki kisichomtosha mwanadamu duniani ndicho kitakachomharibia Ramadhani zake. Ende mbele ya Allah akakutane na resulti sivyo alivyokuwa akitaraji. Akilini mwake yeye anasema amefunga, lakini funga mbele ya Allah haina thamani yoyote, kwa sababu ilikuwa imejaa hadaa, ilikuwa imejaa ghishi, haina faida yoyote. Funga haina mnawiriko wa ibadati, funga yenye mshughuliko wa mipango ya dunia peke yake. La'allakum tattaqun haipo kwenye macho ya Muislamu. Wadrib lahum mathala alhayati ad-dunya, Muhammad wapigie mfano wa maisha ya dunia. Dunia ndugu yangu, kama in anzalnahu minas sama, ni sawa na maji ya mvua tuliyoyateremsha kutoka mbinguni ikapiga katika ardhi, ardhi ambayo ilikuwa ishakatiwa tamaa wakati mwingine kwamba hii haina uhai tena, lakini mvua ikinyesha, fakhtalata bihi nabatu al-ardh, ikachanganyika mvua ile na mimea ya ardhini, mimea ikapata maji, ikapata afya, ikanawiri. Lakini kunawiri kwa mimea ya dunia ndugu yangu, Allah anasema ni muda mfupi tu. Fa asbaha hashiman, mara baada ya muda, ghafla moja Allah akayabadilisha mimea yale yaliyokuwa yakiwafurahisha wenye kuyatizama, akayapiga na jua yakabadilika kuwa magumu. Tadhruhu riyahu, yanapeperushwa na upepo. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na Mwenyezi Mungu amekuwa juu ya kila kitu ni muweza. Anaweza kubadilisha maisha yako ya dunia ndani ya sekunde moja, dunia ambayo uliitafuta kwa dhulma, uliitafuta kwa hadaa, uliitafuta kwa uongo, ulikula hivi na riba na ghishi na nini kwa bidii zote, na pengine haya ukayafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Dunia hiyo Allah anasema mfano wake ni kama mvua ilionyesha pahala, ikaonyesha ishara za miti kukubali, ikanawiri. Iliponawiri tu ndani ya muda mchache, Allah kaipiga na jua kali, kaondosha ile miti kabisa katika ardhi ile. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Na wakati mwingine mwanadamu hata asifaidi ile mali yake aliyoichuma katika mifumo hiyo, lakini Allah kamuondoshea mara moja. Katika sura
Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala anapiga mfano kama huu, anazungumzia kuhusiana na mfano kama huu, lakini huko ameuzungumza vingine zaidi. Anasema innama mathalul hayati dunya, hakika si vinginevyo mfano wa maisha ya dunia, kama in anzalnahu minas samai, ni kama mvua tunayoiteremsha kutoka juu, fakhtalafa bihi nabatul ardi mimma yaakulu an-nasu wal an'am, ikachanganyika mvua ile na mimea ya ardhini, mimea ya aina zote, yanayoliwa na watu na yanayoliwa na wanyama. Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha, mpaka pale ambapo ardhi iliposhika kijani chake, yani ardhi iliponawiri, ilipostawi kwa sababu ya mvua ile. Wazayyanat, na ikapambika. Kila anayepita akitizama mashamba yalivyo, anaona mashamba yamenawiri, migomba imeitika, minazi imeitika, mipapai imeitika, kila unachokitazama kimekubali kwa mvua iliyopiga jana na juzi. Allah anasema wadhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, na wakadhania wale wanaoishi katika ardhi ile kwamba tayari washaiweza ardhi, tayari washayaweza maisha. Kwa hapa ilipofikia, hakuna tena ishara za maharibiko. Shamba lote hili linaharibika vipi? Allah anasema akidhania hivyo mwanadamu, ataha amruna laylan au nahara, tuna uwezo wa kuleta amri yetu, adhabu yetu, ima usiku au asubuhi. Faja'alnaha hasidan, tukaifanya ardhi ile kama shamba lililofyekwa. Kaan lam taghna bil amsi, kana kwamba siyo ile ardhi ilikuwa imenawiri jana. Kulala na kuamka, Allah anaweza kubadilisha kila kitu. Ndiyo katika suratul Kahfi anasema wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Sasa dunia hii ambayo uhalisia wake ni huo, ndiyo imfanye Muislamu uchamungu wake haukui. Kila siku yeye anakasirikiwa mbele ya Allah kwa namna anavyoitafuta dunia hii. Ibada zake zimeparaganyuka, analala kuchoka, anaamka mapema kuikimbilia dunia, hana mbele hana nyuma katika mazingira ya ibada. Ndani ya Ramadhani, kuingia kwa Ramadhani na kutoka kwa Ramadhani, kuna baadhi ya Waislamu hakuna chochote kinachobadilika. Yani hii Ramadhani ndio ishakuja na inaondoka, yeye kana kwamba ni siku nyingine zote za kawaida. Nini kinachokufanya hivyo wewe? Dunia. Sasa tukae kikao kifupi, kisha tuje tuone mfano aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ya watu ambao walilewa dunia na watu ambao walielewa akhera, kisha tuone namna gani walifanikiwa walioelewa akhera na namna gani walikula hasara walioelewa dunia. Asa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatupiga kofi la kuzinduka kwenye akili zetu. Wajomba, hivyo mnavyoishi sivyo, wala si kisingizio kabisa cha maisha magumu, sivyo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawza al mustaghfirin wa ya najata at-ta'ibin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ndugu yangu Muislam, na kuhusia kama ambavyo nastahiki kuihusia kwanza nafsi yangu
katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na maana yake ni kutekeleza amri za Allah kama anavyopenda mwenyewe na kuridhia, na kuacha makatazo ya Allah kama anavyopenda mwenyewe na kuridhia vile vile, bila ya kufanya ubabaishaji, bila ya kuchagua tunalolitaka tukalikimbilia kwa spidi na tusilolitaka tukalitafutia sababu hivi na vile. Ndo maana ya uchamungu hiyo, na hiyo Ramadhani hiyo ambayo imeletwa lengo lake itufikishe hapo. Hakuna kufanya ujanja kwenye amri za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika hali yoyote ile itakayokuwa. Itekelezwe iliyoamrishwa, liachwe lililokatazwa. Hapo ndo kwenye mafanikio. Kabla ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuitaja aya hii katika suratul Kahfi, wadhrib lahum mathala alhayati dunya, wapigie mfano wa dunia, wajue kwamba dunia ni kama mvua tu, imenyesha, ardhi ikanawiri, iliponawiri leo kesho Allah akapiga ukame, ikarudi tena katika hali ya kufa. Na Allah anaweza kufanya hivyo. Nini maana ya maneno haya? Mpaka yaingie kwenye akili yako na akili yangu, ili uelewe. Usije ukaona kwamba ni maneno yameandikwa, tushasikiliza, tumefurahi. Si masala ya kusikiliza na kufurahi. Rudi nyuma kidogo, kuna maneno yanasema wadhrib lahum mathala ar-rajulayn. Muhammad, wapigie tena mfano wa watu wawili. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin, tulimjalia mmoja katika wawili hawa akawa na mali kubwa, na mali wakati huo ilikuwa mtu akimiliki mashamba, ana mashamba. Huyu mtu ana mali kubwa sana, mali kubwa sana, na Allah ametaja katika maeneo tofauti tofauti kwenye Qur'ani ili kutuwekea akili zetu sawa sawa. Kwa wakati huo akipewa mtu shamba, huwa amepewa mali kubwa sana, au mifugo. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yamini wa shimal. Mashamba akipewa mtu ni neema kubwa. Allah anasema ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab, tulimjalia mmoja wao katika hao wawili akawa na mashamba mawili makubwa, ndani yake mna mizabibu mingi. Wahafafnahuma binakhlin, na tukazungusha pembezoni mwa mashamba yale mitende mingi. Waja'alna bainahuma zar'a, na tukajalia kati na kati baina ya mashamba yale mawili tukajalia mimea tofauti tofauti mbalimbali. Kilta aljannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Allah anasema mashamba hayo mawili yalizaa ule mzao wake, lam tadhlim minhu shay'a, hakikupungua chochote. Kama kuna mti katika shamba lile, hakuna mti wowote ambao haukuzaa. Lam tadhlim minhu shay'an, hakadha bin nakira, chochote hakuna kilichobakia. Shamba lilizaa kweli kweli. Wafajjarna khilalahuma nahara, na tulipasua kati na kati ya shamba lile, tulipasua mito, kwa sababu ili shamba liitwe shamba linahitaji maji. Kwa hivyo mwenye shamba akiwa anapata tabu ya kwenda kutafuta maji, shamba hili linasuasua kuharibika. Sasa ili asipate tabu ya kulimwagilia maji kati na kati ya shamba lake, Allah anasema nimepasua mito. Wewe ukisikia unaleta story hii kwenye akili yako, mkulima mwenye shamba na hivi, toka huko. Hii ni Qur'ani, imeletwa ili inasibiane na wakati wako. Hii maana yake inawezekana Mwenyezi Mungu akamfungulia mtu biashara zake, mali zake zikawa zimenawiri. Lam tadhlim minhu shay'a, akafanya mabiashara
kila mtaji, kila biashara ikaleta mazao na tija maradufu. Lam tadhlim minhu shay'a wafajjarna khilalahuma nahara, na Allah akapasua mito. Kupasua mito kati na kati ya shamba, maana yake nini? Maana yake ni kukuwekea ways, njia zote za mafanikio katika biashara yako. Yaani unaweza wewe ukawa mfanya biashara na ikafikia pahala ukaona kabisa hakuna njia ya mimi kuanguka kwenye biashara yangu, na ikitokea kuanguka napita mlango ule pale, nitainuka tena. Kwa sababu mfano wa mkulima kuwekewa maji pembezoni mwake ni kuiweka akili yake sawasawa, mie sifeli kwenye kulimwagilia shamba hili. Na hivyo hivyo mwanadamu anaweza akafika katika level akasema mie sifeli. Hufeli. Hufeli vipi? Kwani umejiumba wewe? Iko kitu inayoitwa kufeli. Sasa haya ninayozungumza, makusudio hasa ni kwamba inawezekana ndani ya Ramadhani ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayafungua mabiashara ya watu. Lam tadhlim minhu shay'a, ikawa kweli biashara zinaita, faida zinaingia, ikapelekea zile ayyama maadudat kwake yeye zikaharibika bure bure. Siku ya kufufuliwa mbele ya Allah anakwenda kukutana na malipo hakuyatarajia yeye. Muda wangu unauona unakwenda mbio mbio, na bado hatujafika katika kilele cha haya mazungumzo pale tulipokusudia kufika. Mwenyezi Mungu mtukufu anaposema wadhrib lahum katika Qur'ani, huwa anakusudia maana pana sana. Kwenye suratul Hashr anasema wayadhribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun, Mwenyezi Mungu anapiga mifano kwa watu ili waweze kutafakari. Sasa kwenye maisha haya ya dunia ametumia wadhrib lahum mathala, wapigie mfano wa maisha ya kidunia. Nyuma yake anachora picha ya wazi, wadhrib lahum mathala arrajulaini, wapigie mfano wa hawa watu wawili hawa, ambaye watu wawili hao mmoja wao Allah alimfungulia dunia kwa kila aina ya kumfungulia, na akamwekea njia za wepesi kunawirisha dunia yake ile. Lakini nini kilikuwa? Nini matokeo ya hii dunia ambayo itatufanya Ramadhani si chochote si lolote inakuja? Yaani hivi ninavyosema mimi hivi, kuna baadhi ya watu yataingia kwenye sikio la kulia, yatoke kwenye sikio la kushoto, haizidishi wala haipungui. Mjomba, hivyo sivyo, hivyo sivyo, sivyo, hivyo sivyo. Kwa herufi kubwa andika tena, hivyo sivyo. Ndivyo ni vipi ambavyo watu wanatakiwa kuwa. Ramadhani ni chombo cha kubadilisha mfumo wa maisha ya mtu, lakini Ramadhani zetu hazijabadilisha chochote. Wizi wataendelea kuwa wizi vile vile, wasengenyaji wataendelea kuwa wasengenyaji vile vile, wasioswali baada ya Ramadhani wataendelea kuwa hawaswali vile vile. Hakuna kitu kinachomdanganya mwanadamu isipokuwa ni dunia tu, ndio inaendelea kumdanganya. Kwa hivyo sina budi mimi kuivunja hotuba yangu hapa. Najua kuna baadhi ya watu wanaweza wakanilaumu kidogo, mbona umeikata hapo? Lakini hii ni khutba, sio muhadhara. Ni wajibu tuikate. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tukipata tena fursa tutakuja kuondokea hapa.
hawa watu wawili alivyowazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisa chao kwa ukamilifu, nani alipata faida, nani alikula hasara, na kwa nini alikula hasara, na mwisho aliyekula faida alikula hasara, kisha ndo baada yake Mwenyezi Mungu aseme huu ndio mfano wa maisha ya dunia, wadhrib lahum mathala alhayati dunya. Imeendaje? Hayo inshallah, kama Mwenyezi Mungu atatupa fursa, tutakuja tena kuzungumziana mambo haya. Asa Mwenyezi Mungu akajalia hii Ramadhani inayokuja ikawa ni sababu ya kubadilisha maisha yetu. Maisha yetu tunayoishi si maisha ya dini kabisa. Kila mmoja anayenisikiliza ayalete haya maneno kwenye moyo wake, usiyapeleke kwenye moyo wa jirani, yalete kwenye moyo wako. Wewe unaishi maisha ya dini. Wewe Ramadhani ikija katika familia yako inakufanyeni mnabadilika kidogo, mnajua kwamba imeingia Ramadhani na lengo lake mtoke katika stage moja mwende katika stage nyingine. Mshafunga Ramadhani ngapi? Mke wako kabadilika, katoka katika stage ile kenda katika stage nyingine. Watoto wako walipokuwa katika Ramadhani ile wanajuzu ngapi wamezihifadhi mpaka Ramadhani hii tuliyofika hivi sasa? Na wewe kichwa kinakuuma kwenye hilo? Na wewe umeongeza nini katika ibada zako za sunna, katika kukirimu mayatima, kukirimu wenye njaa? Yani umebadilisha nini baada ya kumalizika Ramadhani? Hujabadilisha kitu. Basi sivyo kabisa hivyo tunakoishi. Sivyo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. اللهم استووا واعتدلوا وتقاربوا وتراصوا وسدوا الخلل حاضوا بين المناكب والأقدام. Tujitahidi kunyoosha safu zetu sawasawa kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala. Usiache nafasi baina ya mtu na mtu, mabega yagusane. Kila safu ikinyooka
ndio kutimia kwa hii ibada ya sala ya jamaa. Wa inna Allaha la yanzuru ila as-saffi al-a'waj, na Allah subhanahu wa ta'ala haiangalii safu iliyopinda pinda iliyokaa upande. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله الله. استكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.